Baadhi ya wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamempongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha nyingi za maendeleo ambazo zimewezesha utekelezaji wa miradi mingi ya maendeleo katika majimbo yao. Wakizungumza katika mahojiano maalum na George Marato TV nje ya viwanja vya Bunge jijini Dodoma Juni 5 mwaka 2025, wakati wakielezea mafanikio ya serikali ya awamu ya 6, baadhi ya wabunge hao wamesema katika kipindi kifupi cha uongozi wa Rais Samia amefanya kazi kubwa ya utekelezaji wa miradi mingi ya maendeleo katika maeneo yao. Kuelezea ni ngumu sana kwa sababu ukienda kwenye jimbo langu mimi peke yake kwa kipindi cha miaka 4 nimepata zahanati za ongezeko wa zahanati 9. Nilikuwa na zahanati chache mpaka hivi nimeongezeka zahanati 9. Nilikuwa na vituo vya afya viwili mpaka sasa hivi nimepata vituo vya afya vingine viwili, lakini nakuja kupata kituo cha afya kingine cha 3 ndani ya hii miaka 4. Kwa hiyo katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amemjalia kufanya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kiukweli ni kuwatendea haki wananchi wake, na kwa sababu sisi ni wasimamizi wa miradi ya maendeleo katika majimbo yetu, kiukweli tumejitahidi kusimamia vizuri, kwa sababu mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Kwa sababu kama itakuja zimetoka fedha na hamjasimamia vizuri, ni kwamba mtakuwa mmemwangusha na ataonekana hajafanya kazi, lakini kiukweli pesa zimesimamiwa kwa kiasi chake na kazi imefanyika kwa ukubwa sana kwenye upande wa elimu, kwenye upande wa barabara, kwenye upande wa maji. Yani kwangu mimi mpaka sasa hivi kwenye upande wa maji, upatikanaji wa maji sasa hivi umefikia 87% kupitia jimbo langu zima. Changamoto haziwezi kuisha na hatuwezi kuacha kuzizungumzia. Kwenye upande wa jimbo la Ulanga changamoto kubwa bado ni barabara, lakini tunashukuru Mungu kwenye bajeti imepita, tunapata barabara ya lami kutoka Ifakara mpaka kufika Ulanga yenye urefu wa kilomita 67 kwa kiwango cha lami, lakini pia tuna kubwa ambalo linaenda kufanyika kwenye mkoa wa Morogoro, maana hili litakuwa la kimkoa. Kuna barabara ambayo inaenda kujengwa kwenye kiwango cha lami kutoka Ifakara kwenda Malinyi kutokea na Mtumbo Songea, maana itakuwa inaunganisha mikoa ya kusini. Hiyo pia barabara inaenda kujengwa kwa kiwango cha lami, ilikuwa imeshaanzwa kipindi cha Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, na safari hii mama amesema ataenda kuimaliza, na ni kweli tunaamini ataenda kuimaliza. Kwa katika kipindi cha miaka 4 mimi kwangu kiukweli sina la kusema baya kwa sababu ya mama, na wananchi wameona kile ambayo imefanyika. Ukiacha haya, kuna yale ambayo mimi kama mheshimiwa mbunge niliahidi kwa wananchi wangu, nimetekeleza kwa 90% kwa yale ambayo niliahidi kutoka kwenye mfuko wangu binafsi, lakini pia kwa yale yaliyofanyika kutoka kwenye mfuko wa jimbo, ambayo pesa ambazo zinaletwa kwa wabunge kwa ajili ya kuboost shughuli za maendeleo katika maeneo yetu. Kikweli kazi kubwa imefanyika na tumpongeze mama, na sisi tumuahidi tuko naye, tunampa mitano mingine ili aweze kutekeleza yale ambayo yalikuwa yamebakia. Serikali yetu chini ya utawala wa rais mahiri kabisa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa ni rais wa mfano Afrika na rais wa mfano kwa dunia nzima, kwa maana ya kufanya kazi yake kwa ufanisi wa hali ya juu, na amekuwa mwanadiplomasia namba 1 ambaye ameweza kufanya Tanzania kuwa na mahusiano makubwa kimataifa, lakini kuwa na mahusiano mazuri ndani ya nchi ambayo anaiongoza yeye mwenyewe. Kwa kifupi niweze kusema tu kwamba mimi katika jimbo langu la Maswa Mashariki kuna mambo mengi yamefanywa katika serikali hii, na kwa kweli ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na sisi wana Maswa tunasema hatuna deni kwake isipokuwa ni kumpa kura mwaka huu wa 2025 hapo mwezi wa 10, ambapo yeye kama mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Cha msingi ninachoweza kusema ni kwamba rais huyu toka tumepata uhuru mwaka 1961 katika wilaya yetu ya Maswa na mkoa wetu wa Simiyu, amekuwa yeye ndio kinara namba 1 aliyetuletea fedha nyingi za maendeleo. Ametuletea fedha katika sekta ya elimu, ambapo tumejenga madarasa, tumejenga shule za sekondari, shule za msingi, tumejenga chuo cha ufundi katika wilaya yetu ya Maswa, ambapo sasa kinakwenda katika umaliziaji, na hii yote ni kwa sababu ana upendo mkubwa kwa watoto wa Kitanzania. Naye mbunge wa jimbo la Tabora mjini Mheshimiwa Adam Mwakisaka, mbali na kumpongeza Rais Samia, amewataka wananchi wa Tabora mjini kuwa na imani kubwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuwaambia wana Tabora mjini ni kwamba waendelee kuwa na imani na serikali ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, na kama nilivyosema mwanzoni kwamba muda ukifika wampe Mheshimiwa Rais miaka mingine tena 5 kwa kishindo, lakini wakiamini Chama cha Mapinduzi
kwamba ndicho kilichotufikisha hapa tulipo, maana sera yake ndio inayotekelezwa na serikali, lakini pamoja na sisi wabunge pamoja na madiwani tunaisimamia sera hii. Kwa hiyo waendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi, kuwaamini wabunge wa Chama cha Mapinduzi, kuwaamini madiwani na wale wote ambao wanashiriki katika kuendeleza nchi yetu kupitia Chama cha Mapinduzi. Sasa mimi unajua huwa siogopagi vita. Ndio maana silalamiki na viamini vyombo. Naamini kuna usalama. Hata chama kama akioni basi wapo watu usalama wanaona. Sijui umenielewa. TAKUKURU wapo. Sio TAKUKURU tu wakati wa uchaguzi ndo wanaibuka. Sawa, baada utaona bunge likivunjwa utaona TAKUKURU wanafanya sana kazi. Sana. Likivunjwa tu. Lakini kwa sasa hivi kama wamepoa hivi, lakini ninaamini wapo na wanaona. Kwa hiyo hilo siwezi kulisemea sana. Maana unajua wanasema usimuongezee, ukimpiga chula teke, wengine wanasema unamuongezea mwendo. Sasa mimi hata wanaojipitisha, mimi kwangu wala sio issue. Na miaka yote nimekuwa nikikumbana nao kitu kama hicho. Huu ni mwaka wangu wa 10. Kwa hiyo wala sina mashaka nao. Chama kinaona. Chama kina vyombo. Yaani serikali ipo inaona. Mimi naiamini serikali na nakiamini chama pia. GMTV, Dodoma.